الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thamani ya udugu wa damu katika maisha ya wanadamu. Thamani ya udugu wa damu katika maisha ya wanadamu. Waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuone katika hutuba hii ya leo thamani ya udugu wetu wa damu kwa sisi bani Adam, wana wa Adam. Udugu wa damu ndio msingi wa udugu wa kwanza kabisa wa wanadamu wote. Udugu wa damu ndio shina, ndio foundation. Mizizi yote inafuata shina la udugu wa damu. Kuta zote zinazopanda juu zinafuata msingi ulio imara wa udugu wa damu. Kama udugu wa damu haupo, udugu wa kuzaliwa kadhalika utakuwa haupo, na udugu wa kiimani kadhalika utakuwa haupo. Hivi vyote vinategemeana. Kimoja kikikosekana, na hasa hiki cha kwanza cha udugu wa damu, kama hakipo, basi moyo huo huo uliopoteza udugu wa damu, ni moyo huo huo utapoteza kadhalika udugu wa nasaba wa kuzaliwa, na moyo huo huo utapoteza udugu wa kiimani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an Suratu Nisa anautangaza udugu wa damu, udugu ambao unawafanya wanadamu wote duniani kuwa ni ndugu, kuwa ni kitu kimoja, pale aliposema يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس، enyi watu, اتقوا ربكم, muogopeni Mola wenu, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ambaye amewaumbeni kutokana na nafsi moja. Kutokana na nafsi moja ya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi moja hiyo mke wake ambaye ni Hawa. Wabatha minhuma, na akaeneza kupitia wawili hao Adam na Hawa au na Eva, rijalan kathiran wa nisaa, akaeneza wanamume wengi na wanawake wengi. Wattaqullaha, na muogopeni Mwenyezi Mungu,
alladhi tasaaluna bihi wal arham, ambaye mnaendelea kuombana kumuomba. Lakini pia wal arham, na uogopeni udugu. Wal arham, na uogopeni ule udugu wa tumboni. Sasa udugu wa nasaba. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuita kwa ile kofia ya wanadamu, ya ayuhan nasu, enyi watu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ana misamiati ya kuwaita watu wake kwa wakati na namna tofauti tofauti. Qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayuhan nas. Ana misamiati mingi, na kila msamiati anautumia sehemu yake husika kuonesha uzito wa jambo husika. Swali ya Mtume Muhammad. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Na hii ni aya ambayo inasomwa sana na wale masupervisor wanaosimamia ndoa. Katika hutuba ya ndoa, hii ni aya ya kwanza inasomwa. Hata kama utaozesha ndoa 1000, ukisoma hutuba kwa kila ndoa, basi aya ya kwanza inahusika hiyo, kuonesha kwamba wanakumbushwa wale wanandoa kabla ya kupata udugu, kabla ya kutengeneza udugu wa kindoa, kwanza nyinyi ni ndugu wa damu. Ndio msingi wa kukumbushwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu muogopeni Mungu wenu ambaye amewaumbeni kutokana na nafsi moja. Kabla hamjaoana, nyinyi kwanza ni ndugu wa damu. Mlijua hilo? Aya hizi na maelezo haya duniani yamepotea, na siku zote watu wa mantiki wanasema faragha, kitu empty duniani hakuna. Hata glasi au chupa ukiiona kwamba haina maji, usiseme kwamba iko tupu. Kipo kitu ambacho kipo mule, wewe ukione. Hata nyumba usiseme kwamba hii hawaishi watu. Kuna viumbe wengine ambao wewe huwaoni wanaishi katika nyumba hiyo. Yani kitu kinachoitwa hakuna kitu, hakuna. Faragha hakuna, kwamba kikikosekana positive kitakuwepo kitu cha negative, kikosekana negative kuna positive. Sasa unapokosekana udugu wa damu, thamani ya udugu wa damu ikiondoka, maana yake tayari tumeshatengeneza starting point, chanzo anzilishi cha kuvunja hata ule udugu wa nasaba, hata ule udugu wa imani, kwa sababu roho ni ile ile, nafsi ni ile ile, udugu wa damu. Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adam, hakika tumewatukuza wanadamu. Wanadamu tumewatukuza. Wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tumewafanya bora katika viumbe tulivyoviumba, basi wanadamu wakawa bora. Mwanadamu hawezi akafananishwa na mnyama, anakuwa ni kiumbe bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wanadamu wote waliokuwa duniani, pamoja na kwamba wametofautiana rangi na lugha, pamoja na kwamba tumetofautiana nchi, lakini sote tunaunganishwa na udugu wa damu, ukhuwatu dami, udugu wa damu.
ule udugu wa damu ndio ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika miaka 23 yote, 13 Makka, 10 Madina, alikuwa akifanya kazi ya kutengeneza udugu wa damu. Miaka 13 ya Makka, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka kuleta shinikizo la imani kwanza, la sheria kwanza. Na ndio maana unakuta miaka 13 ya Makka hakukuwa na sala, hakukuwa na zaka, hakukuwa na funga, hakukuwa na hija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anateremshiwa misingi ya kuifanya hii jamii kwanza ijione yenyewe ni jamii moja, ni jamii yenye udugu mmoja, ni jamii yenye kuunganishwa na damu moja. Hili wakilipokea, hata wakija kutofautiana kidini, wakija kutofautiana kikabila, wakija kutofautiana katika maeneo mengine, lakini muda wa kuwa huu msingi wa kujiona wao ni ndugu wa damu hautasababisha kuvunjiana heshima, hautasababisha kuingia katika vita, hautasababisha kuingia katika vurugu, kwa sababu watajiona wao wote ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Sallu ala Muhammad. Kamaliza miaka 13 Makka, akapewa amri ahamie Madina al-Munawwara. Alipofika Madina, akaendelea na formula ile ile ya kuunganisha watu kwanza kupitia udugu wa damu. Udugu wa damu. Na hata sisi tunapokwenda kufanya ulinganiaji, umekwenda katika mji watu hawana mahusiano, chuki zimetawala, wanadharauliana, wanagombana, wewe usifike kwanza qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Hakikisha hawa watu unakuwa ni sehemu ya kuwarudisha katika umoja wa damu, katika udugu wa damu. Wakisharudi katika udugu wa damu, wamekubaliana, hakuna mtu ambaye anaweza akamdhulumu mwenzake kwa sababu huyu sio ndugu yangu, huyu sio imani yangu. Akishafikia katika hatua hiyo kwamba huyu ni ndugu yangu wa damu, hata akiwa ni Marekani au Mchina au Mkanada au Msaudia, mimi natakiwa kumnusuru kwa sababu sisi baba zetu kiasili ni mmoja. Wakishafikia hatua hiyo, ukiwapa misingi ya imani, hata kama watofautiana kiimani, hakuna mtu atakayemdharau mwenzake kwa imani yake aliyoichagua. Muda wa kuwa wameunganika katika udugu wa damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Makka alitoka na kundi, grupu linaloitwa Muhajirina, wahamaji. Alipofika Madina, akalikuta grupu linaloitwa Ansar, sio Ansar Sunna, Ansar, waliomnusuru Mtume na wale waliohama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hivyo katika Islamic history, tukio la kuhama Mtume kutoka Makka kwenda Madina limetutengenezea magrupu mawili yaliyobakia katika Islamic history to this time, mpaka sasa hivi. Kundi la kwanza Muhajirin, kundi la pili Ansar. Mtume akasema siwezi nikafanya kazi bila kwanza haya makundi mawili kuyaunganisha kiudugu. Haya makundi mawili bila kuyaunganisha kiudugu,
kwa sababu waliohama wapo pia wasiokuwa Waislamu walihama kutoka Maka kwenda Madina, kwa sababu walikosa ule uhuru wa business, uhuru wa kufanya maisha yao, wakaona acha twende eneo salama la Madina. Pamoja na imani zetu ziko tofauti na Mtume. Mtume akayaunganisha ya makundi mawili, Ansar na Muhajirina. Alipomaliza pale Madina akaikuta agenda nyingine ngumu ya vita. Ausi na Khazraji wanapigana usiku na mchana. Ausi na Khazraji na wengine ni Mayahudi, si Waislamu. Mtume akatengeneza formula nyingine ya kuwaunganisha Ausi na Khazraji. Alipomaliza agenda hizo mbili na watu walipokuwa sasa wanaishi kwa amani na utulivu, Mungu akawapa ibada mbalimbali, saumu hiyo, hija hiyo, zaka hiyo, ibada hiyo nyingine, sallu ala Muhammad. Baada ya ule udugu wa damu kuwa umesimama, ndugu zangu Waislamu, thamani ya udugu wa damu inaonekana hivi sasa duniani. Unaposikia kuna shirika la kutetea haki za binadamu, hili shirika pamoja na kwamba limeporwa misingi yake, linaangalia baadhi ya maeneo na maeneo mengine kupuuza, lakini maana yake ni taasisi ya kiroho inayotakiwa kusimamia zile haki za binadamu zote, kwamba binadamu wote wawe na haki ambazo zinawaweka katika misingi ya amani na utulivu. Udugu wa damu. Udugu wa damu ndio udugu ambao katika hutuba ya mwisho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hijjatul wadaa, hija ya kuaga, maana Mtume amehiji hija moja tu. Hija hiyo ndio ilikuwa nguzo kwake katika umri wake, na hija hiyo ikaitwa hijjatul wadaa, hija ya kuaga Waislamu, ndio maana ya hijjatul wadaa. Kwa hivyo katika uwanja wa Arafa Mtume alisimama akatoa hutuba ambayo wenye akili na weledi walijua kwamba baada ya maelezo haya Mtume kana kwamba anatuaga, sallallahu alaihi Muhammad. Wapo waliulia, wapo walioanguka, alihusia mambo mengi, mwisho akasema hakika damu zenu zimekuwa ni haramu kama uharamu wa siku hii ya leo ya kutofanya mambo ya dhambi. Asimwaje mmoja wenu damu ya mwingine, asimdhulumu mmoja wenu mwingine, asimpore mmoja wenu mwingine, kadha. Alitoa hutuba ya kuwalingania wanadamu kwamba wao kwa ubinadamu wao wanatakiwa kuwa vipi, na Uislamu kwanza unaanza kusimama katika ubinadamu. Sallu ala Muhammad. Kama mtu haheshimu ubinadamu, basi hata imani yake inakuwa haina thamani, bali kuvunja haki ya udugu wa damu kutapelekea wewe kukutia katika moto wa Jahannam. Kuvunja haki ya udugu wa damu, ukasema huyu si binadamu mwenzangu, kwani Muislamu mwenzangu, huyu si imani nyingine, kwani nikimfanyia jambo fulani mimi simtapata thawabu? Hakuna. Dini ya Uislamu ni dinul fitra, dini ya kimaumbile, ni dini ya kimaumbile. Binadamu mwenzako unatakiwa kumfanyia yale yote yanayotakiwa kufanyiwa mwanadamu, na unatakiwa kumlinda mwanadamu mwenzako yale yote ambayo yanatakiwa kulindwa kwayo kwa binadamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na kuthamini udugu wa damu ili tuweze kuimarisha imani zetu na itikadi zetu. Ndugu zangu Waislamu,
Udugu wa damu unamfanya mwanadamu duniani kote aweze kupata zile haki zake za kibinadamu, na ndio maana ikitokea, Allah tuhifadhi, duniani unaposikia wakimbizi, maana yake wametoka katika eneo lao lililopoteza amani na utulivu. Kule wanapokwenda wanapokelewa na UNHCR, shirika la kuhudumia wakimbizi duniani. Lile shirika misingi yake ni kuhakikisha kwamba hawa ni binadamu, ni lazima tuwahendo, ni lazima tuwape haki zao stahiki za kibinadamu. Hawamwangalie huyu Mkristo, huyu Muislamu, huyu Myahudi, huyu hana dini. Wao wanaangalia hawa ni binadamu. Na Umoja wa Mataifa umeweka changio la nchi zote duniani kuchangia mfuko ule. Hata kama kwenu mko salama, lakini unatakiwa uchangie, wewe ni mwanachama. Hapa Tanzania tunao wanadamu wenzetu, wapo kutoka Rwanda, kutoka Burundi, tokea kipindi kile cha machafuko yao. Ni kosa kumlazimisha mtu kurudi katika eneo lake ambalo nafsi yake haina amani. Kwa hiyo shirika la wakimbizi linatekeleza ule ubinadamu wa damu, ule udugu wa damu. Hawa watu wataelezwa na wale watu wa ushauri na saha, jamani, kwenu hivi sasa 1 2 uhasama umeisha hiki. Watapewa semina, ikimuingia alhamdulillah, haikumuingia naambiwa endelea kula hapa. Dunia itakugharamia mpaka utakapohisi kwamba sasa unaweza ukarudi nyumbani. Ni kwa sababu gani? Ni kutekeleza ule udugu wa damu, udugu ambao pia unatakiwa kusisitizwa this time katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ule udugu wa damu, udugu wa damu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliugawa ujirani katika sehemu kuu 3. Jirani wa kwanza ni jirani wa damu, jirani wa udugu wa damu. Ni yupi huyo? Ni yule ambaye sio ndugu yako wa kuzaliwa na wala sio katika imani yako. Dini ya Uislamu ilipotoa maelekezo ya kumfanyia wema jirani katika zile haki 10, watu 10 walioelezwa ndani ya Qur'an, waliopangana wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba. Sallu ala Muhammad. Muamuduni Mwenyezi Mungu na msimshirikishe na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwafanyia wema. Wa bidhil qurba, na ndugu kuwafanyia wema. Wal masakin, na maskini kuwafanyia wema. Wal jari dhil qurba, na jirani kumfanyia wema, jirani wa karibu kumfanyia wema. Jirani huyu maana yake ni jirani wa udugu wa damu. Unaishi na Mkristo jirani yako, unaishi na Myahudi jirani yako, dini inakutaka umfanyie haki zote za ujirani. Ameumwa, kamuuguze, kamtembelee. Anahitaji msaada, msaidie. Amekuomba mkopo, mkopeshe. Mtaachana katika yale mambo ya kiimani tu, ndio utakuwa mstari mwekundu. Yeye atakuwa na misingi yake ya imani na wewe, lakini huwezi ukamkata jirani wa udugu wa damu ati kwa sababu bwana mimi bwana ni Muislamu, ni hija 1000, majirani zangu mimi ni Waislamu tu.
wasiokuwa Waislamu hao sio majirani zangu, basi zile hija zako 1000 zinapigwa X, tena X yenyewe nyekundu, sallallahu alaihi Muhammad. Kwamba wewe maana yake thamani ya hija hujaielewa. Swala zako zinapigwa X, muda wa kuwa huyu jirani unamuona kwamba sio jirani yako, hafai kufanyiwa jirani kwa ubinadamu wake, kwa kuwa wote mmezaliwa baba mmoja, basi ibada zako zinaporomoka. Ule ni jirani wa kwanza kabisa, na ndiyo yule aliyemshukia Mtume Muhammad. Jibril akawa anamwambia Mtume, na Mtume akakodi maneno akasema, mazala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hakuachakua Jibrilu akinishukia mimi Muhammad kunambia Allah jirani, Allah jirani, jirani yako. Jinsi alivyokuwa ananishukia mara kwa mara, mpaka nikajenga fikra kwamba one day siku moja atakuja kunambia jirani yangu akifa basi mimi ni mrithi, au mimi nikifa jirani yangu anirithi. Jinsi ule msisitizo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anasisitiza umuhimu wa majirani, bila kuangalia wamezaliwa, bila kuangalia wana imani moja. Ule jirani wa damu unaounganisha ndio huu ambao Mtume anasema Jibrilu hakuachakua ananishukia jirani yako baba. Hata ulipokuwa mfungo 3 Mtume amechinja kondoo wake, anawapa masahaba wagawe, anawaambia ibda'u jarana al-yahudi, anzeni kumpa jirani yetu Myahudi, msimruke nyumba yake, usiuke mlango wake ati kwa sababu huyu Myahudi au sio Muislamu, anzeni yeye kumpa, sallallahu alaihi Muhammad. Udugu huu ukitukaa ndani ya mioyo, fitna zozote ziwe za nje ziwe za ndani zitagonga ukuta. Lakini kama udugu wa damu hatunao, basi maana yake milango yote ya shetani, milango yote ya fitna, iwe ya ndani iwe ya nje, itatufika. Ujumbe wetu kwa sisi tuliotokana na Adam na Hawa, udugu wa damu tuukamate. Udugu wa damu tuukamate. Katika Taurat, andiko lililoandikwa ambalo limethibitishwa ndani ya Qur'an, min ajli dhalika, kutokana na hayo, katabna ala bani Israil, tuliwalazimisha Waisraeli, tuliandika kwa Waisraeli, annahu man qatala nafsan bighairi nafs, hakika mwenye kuua nafsi bila ile nafsi kuua, mwenye kuua nafsi, Waislamu na wanafunzi, mwenye kuua nafsi, hakusema mwenye kuua Muislamu, mwenye kuua nafsi bila ile nafsi kutenda dhambi ya kuua, nayo ikalipwa kisasi, umeamua tu kutengeneza madhara, kutengeneza mazingira, nafsi kauawa, fakaannama qatala an-nasa jami'an, madhambi anayopata huyo aliyofanya chanzo cha kuua nafsi au nafsi zikauawa ni kama vile ameua watu wote duniani. Mungu atuhifadhi. Wa man ahyaha, na mwenye kuzitengenezea mazingira nafsi ziendelee kuishi, fakaannama ahya an-nasa jami'an, ni kama vile amewapa sababu ya kuishi wanadamu wote duniani. Haya yote ni maudhui ya udugu wa damu. Udugu wa damu, tukamate udugu wa damu. Imani zetu zimevamiwa na vishoka wa aina mbalimbali. Leo wanatokea baadhi ya Watanzania wa imani zote, mtu anaweza akakuuliza swali, hivi kuchangia msiba wa asiyekuwa Muislamu sawa au sio sawa? Kuchangia msiba, hivi kumsaidia asiyekuwa Muislamu sawa sio sawa? Anapata thawabu, tupate thawabu? Yani shetani anazunguka kwenye vichwa vyake kana kwamba huyu maana yake si binadamu, si mtu anayetakiwa kusaidiwa, si mtu anayetakiwa kukimbiliwa. Hapana, dini yetu ya Uislamu iko mbali na maswali hayo. Sallallahu alaihi Muhammad.
iko mbali na elimu hiyo, msaidie yote. Na ule msaada wako wa binadamu sometimes unamfanya mtu aone kwamba wewe, kwa sababu ni mtu wa imani fulani, kwa haya unayoyafanya imani yako nimevutika nayo. Ule binadamu wako. Aliwahi kunijia mtu mmoja, si Muislamu, Sheikh, inakuwaje imani yenu kweli ndio inavyoelekeza? Mimi nimepanga katika nyumba ya mtu fulani, akanitajia na lile pambo la yule mtu, nikamjua ni mtu wa staili fulani. Mke wangu mjamzito, nimepanga upande mmoja, nimechukua mimi upande mmoja, anaishi yeye baba mwenye nyumba na familia yake. Mungu kamjalia kipando cha usafiri. Mke wangu umefikia muda wa kutaka kujifungua hapa Kibaha. Nikamfuata siku, bana nisaidie usafiri, hali si nzuri, mke wangu amefikia hatua sindikizo hospitalini. Alinijibu majibu ya kiimani. Kodi yake haulizi kwamba ni halali au sio halali. Tena anamlipisha kwa miezi 6 kodi anakula. Lakini kumchukua mke wake kumsaidia kumpeleka hospitalini, anaona jambo lile litampatisha dhambi kwa sababu sio Muislamu. Inna lillahi. Yani kuna elimu ndogo ambayo wanadamu hawana katika dini zetu. Hivi wapotea wanatakiwa wapewe elimu hii inayotokana na udugu wa damu. Sasa huyo mtu ana sijida kubwa, lakini kapotoshwa kwamba huyo uwezo kumsaidia, wakati angekuwepo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kutoa gari yake tu, bali kama angekuwa na uwezo angemwambia, bwana huyo mimi nitambeba kwa ngamia wangu, nitambeba kwa farasi wangu, na akafika kule akamhudumia mwanzo mpaka mwisho. Huu ndio udugu ambao tunatakiwa tuuhimize tuwe nao. Ukituganda huu, tutakuwa sote ni baba mmoja mama mmoja. La binadamu wenzako litakuwa lako, la kwake litakuwa lake. Tutakuwa tunasaidiana, lakini kinyume chake tutawafungulia milango maibilisi na mashaitani watuvuruge, kwa sababu ule udugu wa damu tutakuwa tumeuacha. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe na udugu wa damu, ili maisha yetu yawe ni maisha ya kibinadamu, yasiwe ni maisha ya kinyama.